moja. Ya, leo tulikuwa na upandaji wa miti ya matunda, makumbusho ya Azimio la Arusha, lakini pia tumetembelea makumbusho ya Azimio la Arusha. Na mbele kama mnavyoona tunao viongozi wa Samialism, ambaye mbele yetu hapa huyo ni mwenyekiti wa wasanii. Mwenyekiti wa wasanii, na sanaa ni ajira, si ndio? Tunahitaji tupate wasanii, tunahitaji wasanii wa kueneza hizi ziara 4 kupitia sanaa. Lakini hapa katikati hapa tunaye msanii huyu, na kuna nyimbo yake moja nzuri sana. Nimeisikiliza mwisho, mama akasema na wasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, si ndio? Yeah. Okay. Ili zoezi kama mwenyekiti wa vijana, kama mwenyekiti wa wasanii, umelionaje? Tumepanda mti, tumetembelea makumbusho, tumepokelewa vizuri, unalionaje? Kwa kweli hili zoezi la leo ni nzuri mno sana, kwa sababu mimi nimekaa Arusha takriban miaka yapata 37 hivi, lakini sijawahi kuingia humu ndani. Kwa hiyo leo nimeona maajabu, kuona mwanamke wa kwanza kuendesha gari, nimeona picha za baba taifa, vikao vilivyofanyika, tumefurahi kwa kweli. Tumeotesha miti kwa ajili ya matunda. Matunda ni afya. Kwa hiyo tunategemea pia matunda yetu yatakuwa, tutapata matunda. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia pamoja na makumbusho yetu tunashukuru kwa sababu pamoja kwa mwenyekiti wa wasanii, pia mimi ni katibu wa Samialism. Na Samialism kazi yetu ni kuendeleza fuara za Mama Samia. Sisi hatuna mbili. Kura lazima ipigwe, Oktoba lazima tutatiki. Kwa hiyo wana Samialism kwa ujumla ina imani wote watatiki. Lakini tuna kazi kubwa hapa Arusha, kuambia vijana yaliyofanywa na serikali kuelekea Oktoba 29. Ni kweli. Lazima tuwaambie vijana ili na wao waelewe, kwa sababu Samialism wakati wa kutiki lazima tutoe elimu pia kwa watu kwa nini wakatiki. Kwa hiyo tunategemea pia kupata watu, hata kama sio mwana Samialism lazima akatiki. Ili mama apate kura za kujaza kwenye kikapu. Tunataka kura za mama zijae, kura za mbunge zijae, kura za madiwani wa Chama cha Mapinduzi zijae. Na sisi wasanii hatuna mbili. Tukisema tunakwenda na linawezekana. Okay, asante. Karibu. Asante. Leo umefurahishwa na nini? Leo kubwa zaidi, kilichonifurahisha zaidi ni swala zima la upandaji wa miti, lakini pia na kutembelea kumbukumbu katika jengo letu la Azimio la Arusha. Kwa kweli humo ndani nimejionea makubwa sana. Kwanza nilishangaa kwa chifu wetu ambaye aliweza kupigana na wanajeshi zaidi ya 304 na alikuwa hana silaha zozote za kisasa. Kwa kweli nimeona maajabu sana. Lakini tofauti na hayo, kikubwa zaidi sisi kama wana Samialism tunajaribu kutoa elimu kwa Watanzania na taasisi mbalimbali kuhusu swala la fuara. Kwa sababu tunajua katika swala la fuara limepatikana kutokana na vyama vyote kukaa kwa pamoja na kuridhiana na kupitisha maazimio. Mwanzoni kama unakumbuka tulikuwa na chombo kinaitwa NEC, lakini baada ya maazimio ya fuara kikabadilika kikaitwa INEC. Kwa hiyo tulifanya maazimio mazuri sana, na ndio maana sisi kama wana Samialism tunawahimiza wananchi pamoja na wana Samialism wenyewe na wanachama wote wa vyama vyote tarehe 29 wakatiki kwa mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kuna mengi ameyafanya. Kama msanii unasemaje kwa haraka dakika sifuri? Namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia, kafanya mengi sana na atazidi kufanya mengi sana na aendelee kufanya mengi sana. Wewe ni kijana na inasemekana Arusha hapa kuna vijana wanasema watata, si ndio? Umejipangaje kuambia yale yaliyofanywa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake na Oktoba kutiki? Mimi nitaelekeza vijana wenzangu kwa kuwa mama anafanya mema na ataendelea kufanya mema, na naamini kabisa vijana watafata, na tarehe 29 tunaenda kutiki vizuri kabisa. Sisi tunasema hizi fuara nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, na nashukuru umeona, unajua kwa mfano hata hapo mtu angalia hapa na amepata, si ndio? Tunakwenda kubandika, yani tunataka kila Mtanzania ajue hizi ziara 4. Asante. Lakini wewe ni msanii, si ndio? Na wimbo wako nimeusikia ule. Tutawatumia wasanii kueneza hizi ziara 4. Tuwe na ustamilifu, tumalize uchaguzi. Kiongozi, karibu. Kwa majina naitwa Nawinga Mbora Ron, afisa mpango wa Samialism. Okay. Mimi nitoshe tu kusema kwamba
Samia Rising ni taasisi ambayo inazidi kupanuka kwa wigo kwa ajili ya kwenda kujaza kapu la mama. Nikiwa kama afisa mipango hapa mkoa, na jukumu langu nahakikisha ya kwamba nimeeneza hii habari ya Samia Rising na fuara za mama, kwa ni kitu alichokifanya na sasa anataka kufanya nini na ni nini kinachokuja huko mbele. Na nitahakikisha kwamba tutafanya hivyo na kuendelea kuhamasisha na kumpigia mama debe kwamba kura Oktoba 29 lazima watu wakatiki kwa mama, wakatiki kwa wabunge na wakatiki kwa madiwani. Na watu wanaosema maandamano, maandamano sisi